Yes, bado tupo kwenye processing unit. Maana yake baada ya kutoka kwenye upande wa mixers kama tulivyoona Behringer wing kule ndani, na sasa nataka nikuonyeshe eneo moja hapo pila processing unit. Hapa kuna amplifiers. Lakini pia hapa tuna DBX driver rack 360 iko hapa. Sasa kaniambia kwa nini nimeadd hii? Hii of course inanisaidia kuondoa miluzi, lakini pia ina njia tatu, ina balance, ina crossover ndani. Inaweza nika control bass peke yake na upande wa zile high and mid peke yake. Kwa hiyo ina features ambazo kidogo ni za muhimu, na hii nimeona iweze kuwepo hapa. Na hizi ndio amplifier ambazo ziko 1 2 3 4 5. Hizi ni 4 channel amplifier. This is the YME system. Na hii ina channel inaitwa PD 2.0. This is using technology ambayo switching mode power supply. Switching mode power supply hii ni teknolojia ambayo amplifier hizi inaweza kuzitumia, na hii inachosaidia ni kwamba kwenye power supply section of it inaweza kuvary voltage kuanzia around 90 volt mpaka 250 bila shida yote. So this amplifier naweza kaichukua hapa nikaenda nayo Marekani, isihitaji na ikapokea ule umeme bila shida yote, na nikaja hapa Tanzania nikaitumia the same amplifier bila shida yote. Kwa zile fluctuations za umeme as long kwamba zitakuwa chini ya around 90 volt na haitazidi 250 volt, within that range inaweza kaoperate bila shida yote. Kinachofanyika ndani ya teknolojia ya amplifier huko ndani haitumia yale ma transformer yale naona makubwa kwenye pasapota kubwa kwa ajili ya kuboost kwa ajili ya kupokea umeme wa AC. Hii inatumia hizo kama MOSFET, switching kuhakikisha kwamba ile voltage ambayo inaenda kwenye component zake inakuwa constant. Kwa ina maintain. So it's kind of stabilizer inside the amplifier, which is a different tradition na zile ambazo stabilizer ambazo tunaziweka kwenye outlet ya umeme wa TANESCO 220 kiongeza kama inakuwa either ina rotate, ina balance, lakini ina switch very fast. Kwa kiasi kwamba inahakikisha kwamba speaker zako zinakuwa zile maspark au fluctuation ambazo zinasababisha kwamba speaker zikaungua au sauti isikie vizuri, basi hii inahakikisha kwamba inakuwa very smooth, ina deliver constant DC voltage kwa kutumia teknolojia hii ya switching power mode supply. Lakini another thing about this one, efficiency is almost 100%, my friend, I'm telling you. Kwa mfano kwa search unaweza kupata kwenye around 75%, hiyo nyingine inakuwa the rest inakuwa ya ile power conversion inakuwa kwenye upande wa heat. Kwa ndio maana hii unaweza ukafanya full blast ukashaka unapiga muziki, lakini ukishika hivi yani hakuna joto, kwa sababu maana yake power inayopotea ni kidogo sana, ina very high efficiency. Another thing, this jamaa mfumo wa YME the good enough, as you can see upande wa DSP. This is a German DSP. Kwa hii teknolojia ambayo kwenye DSP hapa ni ya Kijerumani. Ningesema bwana msearch DSP maana yake ni digital processing unit. Maana yake hapa mimi delay za speaker zangu naweka ndani ya amplifier. So lazima niweke kwenye DBX 360 huku ndani, naweka delay humu ndani huku. Kuna crossover, kuna nini. This is controllable. It's a digital also. I can control digitals. Kuna Ethernet kwa nyuma ambazo naweza ka run cable mpaka kule mbele, nikafanya remote control kwa kupitia hizi amplifier ambazo ziko ziko tano. So when you design something, it should be scalable. You shouldn't consider mazingira ya umeme hapa Tanzania uone yako vipi, na kuhakikisha kwamba inakuwa stable. Okay? Labda nisiame kwenye ile eneo ni kupitisha hapa, kuna sequence pia ziko mbili hapa zinasaidia kuswitch kwamba sequence ya kwanza kipi kitangulie kuwaka, kipi kimalizie kuzima, na kipi cha wakati tunapozima vice versa na reverse. Hii inasaidia zile pop sound na kutokuharibu ile speaker. Thanks very much. Nimekupisha kwenye hizi tour vizuri, umeshaona vizuri, na hatua inayofuata tunaenda kwenye upande wa output. Tumesha cover sasa upande wa processing sections. Now we are going to the output sections. Na baada ya output sections nataka nikupitishe kwenye upande wa umeme, which is a very vital. It's very important to make sure kwamba umeme wako uko stable, kwa sababu when you think about the church, the primary business kama tungesema kata ni kibiashara, sisi hapa ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kipaumbele cha kwanza. So the sound is the first priority. We should have the proper sound system, ili kwamba watu waweze kumfuata Mungu, watu maisha hata waweze kubadilika. So after output section na kurudisha kwenye mfumo wa umeme ambao umekuwa designed
kwenye eneo hili la CCT UDSM. Mungu akubariki sana. Thank you.